Fursa ya biashara ya karne 21. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, professional business coach, business trainer and business mentor. Lakini ni certified networker. Bila kusahau ni professional certified wellness consultant by WHO, mtaalamu katika kushauri watu masuala ya biashara na maendeleo pamoja na kushauri watu namna mzuri ya kuboresha afya yao. Hongera kwa kutembelea ukurasa wetu huu wa www.afyaborakipatoimara.com. Kwa hakika utajifunza mengi sana kuhusiana na namna bora ya kuboresha kipato chako, lakini na namna bora ya kuweza kuiboresha na kujenga afya yako. Mada yetu ya leo inasema fursa ya biashara ya karne 21. Karne 21 imekuja na mabadiliko mengi sana. Ikumbukwe tu kuwa karne iliyopita ilikuwa ni karne ya zama za viwanda, industrialization age. Na sasa tupo katika karne 21 ambayo hii ni karne ya taarifa, yani information age. Karne hii kuna namna ya wewe kufanya biashara. Na biashara unaifanya katika mfumo ambao tunaoita ni mfumo wa kutumia information, kutumia taarifa. Taarifa maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna mahali kuna mtu ana changamoto na wewe unajua changamoto ile inavyotatuliwa, basi kwa wewe kuwa na taarifa hiyo tu inatosha kuweza kuifanya biashara hiyo. Kwa ni aina ya biashara ambayo haihitaji uwe na elimu ya kidato cha 4, haihitaji uwe na elimu ya chuo kikuu, haihitaji uwe unajua Kiingereza. Hapana. Hii ni aina ya biashara ambayo inakuhitaji uwe na mambo matatu. Jambo la kwanza, uwe na ndoto. Nini unachokihitaji katika maisha yako? Kwa mfano, wewe unahitaji gari gani umiliki kwenye maisha yako? Wewe unahitaji kuwa na nyumba aina gani ya kukaa katika maisha yako? Lakini unahitaji kwenda kutembelea nchi gani kwenye maisha yako ili uweze kuona neema ya Mungu katika haya maisha? Ikumbukwe tu kuwa binadamu asiyekuwa na ndoto, huyo amekufa. Karne ya 21 inahitaji biashara ambayo inampa mtu mambo haya yote matatu. Faida ya pili ya biashara hii, ama nguzo ya pili ya biashara hii ili uweze kuifanya, ni kwamba wewe unahitaji kuwa na njaa ya mafanikio. Hii inaitwa burning desire. Uwe una vitu vinavyokufanya uweze kufanya. Ukiangalia maisha unayoishi, familia yako, kaka zako, ndugu zako, mama yako, mke wako, watoto zako, lakini hata wewe ukijipigia mahesabu unajiona kabisa mimi kuna mahali inaelekea, na bila kuwa na burning desire hauwezi kuwa na mafanikio. Na nguzo ya tatu ya kuifanya biashara hii ili uweze kufanikiwa, uwe tayari kufundishika, being teachable, uweze kufundishika. Ikumbuke tu kuwa mambo yote yanayopatikana katika maendeleo hauwezi kuyapata kama hauwezi kufundishika. Kwa hiyo hizi ndio nguzo tatu za kuifanya biashara hii ya mtandao ambayo ni biashara ya karne 21. Faida ni nyingi sana za kuifanya biashara hii. Lakini kabla ya faida inabidi ujue ni watu gani wananufaika kwenye kuifanya biashara hii. Hii ni biashara ambayo inanufaisha kwa kumfaa mwanafunzi aliyemaliza masomo. Tunajua tuna changamoto ya ajira hasa katika karne hii ya 21. Na sio changamoto, ni kwamba wanafunzi wanaohitimu katika mafunzo kulingana na birth rate, kiwango cha uzalishaji au kuzaliwa kwa watu katika nchi yetu kimekuwa ni kikubwa. Hivyo wanafunzi wanaobahatika kwenda katika masomo ya juu ya elimu ni wengi sana kulingana na uzazi ambavyo ulivyopanda. Sasa kiwango hichi cha population kuwa kikubwa, wanafunzi wanaohitimu kwa mwaka ni zaidi ya 750,000 Tanzania nzima. Lakini ajira zinazotoka pengine katika maeneo ya serikali tu hazizidi hata ajira 1,000. Kwa hivyo wanafunzi zaidi ya 749,000 wanakosa ajira. Ni 1,000 tu wanaweza kuajiriwa pengine na mifumo ya serikali. Kwa hiyo hapa sasa tunapata nafasi kwenye biashara hii ya karne 21. Wanafunzi wote kabla hawajamaliza masomo, wakati wanasoma, wana nafasi ya kuweza kujifunza kuifanya biashara hii ya karne 21. Na mimi mbele yako hapa ni mwalimu mzuri tu kukufundisha wewe na kukusimamia kuifanya biashara hii na kupata mafanikio na matokeo. Watu wa pili ambao inawafaa biashara hii ni waajiriwa wote katika makundi yote. Iwe ni mwalimu, uwe ni daktari, uwe ni mwalimu wa chuo, uwe ni mwalimu wa madrasa, uwe mwalimu wa kanisa, mwalimu wa msikiti, uwe ni mwalimu wa eneo lolote. Hii biashara inakufaa na unaweza ukaifanya katika muda wako wa ziada. Ule muda ambao sasa umekaa pengine wa kunywa kahawa, muda ambao umekaa pengine wa kuangalia TV, ni muda sahihi. Lakini biashara hii pia inawafaa watu ambao wako katika specialization. Pengine daktari, uwe ni mwanasheria, uwe ni fundi mekaniko, uwe ni fundi rangi, uwe ni fundi magari, uwe ni fundi muashi, uwe ni fundi wa ujenzi, uwe ni fundi wa aina yoyote, fundi simu, inakufaa. Unaifanya katika muda wako wa ziada. Lakini hii biashara inawafaa pia watu ambao wako katika makundi maalum, wakina mama,
kuna vijana ambao hawana kazi za kufanya mtaani, kuna bodaboda, madereva wanaoendesha pikipiki ama vyombo vya delivery, madereva wanaoendesha magari ama taxi. Hawa wote wana nafasi ya kuweza kuifanya biashara hii ya karne 21. Kama unavyojua kuwa mafanikio yanahitaji kushikwa mkono, nami kupitia kampuni yangu ya Afya Bora na Kipato Imara nimetoa nafasi hizi. Ikiwa utakuwa umesikiliza video hii na unahitaji kujifunza kuhusu biashara hii, basi mimi nakukaribisha sana. Namba zangu ni 0685 6187 84, lakini unaweza kutembelea katika ukurasa huu. Kuna kitufe maalum kipo pale cha kujisajili. Gharama ni ndogo sana za kuanza biashara hii. Unaifanya ukiwa mikoa yote Tanzania. Gharama ni 135,000. Unaweza kujisajili pia kwa 150,000. Utafuata utaratibu kwenye hiyo fomu utakayoiona, utajaza, taarifa zako zitapokelewa na utapata automatic message reminder CRM ya Customer Relationship Management, ambayo itaonyesha kuwa ujumbe wako umepokelewa. Utapokea simu ya kupewa mwongozo na namna sasa ya kuweza kufanya biashara katika namna ambavyo wewe itakufaa zaidi kuweza kupata matokeo. Ni Mbaraka Mbwambo, business coach and business trainer and business mentor, certified WHO wellness consultant. Karibu sana na hongera kwa kugusa ukurasa huu wa www.afyabora-kipato-imara. Utajifunza mengi zaidi na utafurahia. Asante sana na kuwa nami katika video zinazofuata hapo ili kuweza kujifunza mengi zaidi. Biashara ya karne 21 ndio mpango mzima. Hata wewe unahitaji kujiingizia pesa zaidi. Karibu sana niweze kukusaidia.